waamini wote marehemu ambayo tunajumuika na ndugu zetu duniani nzima kukumbuka wazazi wetu, jamaa wetu, marafiki, Wakristo wenzetu, mchungaji wetu, watawa wetu ambao tunawafahamu, tuliishi pamoja na wao, wengine walitenda mengi katika maisha yetu. Na sasa mama kanisa anatualika tuwakumbuke kwa njia ya pekee, tukiamini ya kwamba walikuwa wakosefu, wengine tunaamini wamehukumiwa makosa yao wako pamoja na Mungu mbinguni na ni watakatifu kama vile tulisherehekea jana watakatifu wote. Hata kama kanisa hawajawatambua rasmi, lakini tunaamini kuna wengi waliotenda mema duniani kwa kanisa, waliishi imani kwa njia inayofaa, na Mungu amewahurumia makosa yao hapa duniani na wako mbinguni kama watakatifu. Na leo kwa kuwa na imani pia, kuna wengi bado wako mioyo yao bado ziko toharani, ukatorio, mahali ambapo wanaomba ili sala zetu, misa ambazo tunazitoa kwa niaba yao, matendo mema ambayo tunatenda kwa jina yao, iweze kuharakisha upendo na huruma wa Mwenyezi Mungu, wasamewe makosa yao na yale maovu yote waliyotenda hapa duniani, na mioyo yao pia ingie katika ufalme wa mbinguni. Mwanga wa milele uangazie, Bwana, wapumzike kwa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, kwa nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo katika kitabu cha Ayubu. Ayubu alijibu akisema, ningetaka maneno yangu yaandikwe, ningetaka yachorwe katika gombo, yachongwe milele katika mwamba, kwa patasi ya chuma na kwa risasi. Mimi najua kwamba Mwokozi wangu yu hai, na kwamba atasimama juu ya mavuno, yeye wa mwisho. Mimi nikiliko ngozi yangu nitasimama wima, na katika mwili wangu nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi mwenyewe, wala si mwingine. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, matumaini hayadanganyi. Kwa maana upendo wa Mungu umeenezwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu tuliyempokea. Kristo alikufa kwa ajili yetu wakati tulipokuwa bado dhaifu na mbali na Mungu. Kweli ni vigumu mtu kufa kwa ajili ya mwadilifu. Labda yu tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya mtu mwema. Hivyo Mungu amethibitisha mapendo yake atupendayo sisi kwa kufa kwake Kristo kwa ajili yetu tulipokuwa bado wakosefu. Lakini sasa baada ya kufanywa uadilifu kwa damu yake, tutazidi kuokolewa naye na hukumu ya Mungu. Basi sisi tulipopatanishwa na Mungu kwa kifo cha mwanawe tulipokuwa bado adui zake, tutazidi baada ya kupatanishwa naye kusalimishwa kwa uzima wake. Zaidi ya hayo twajisifia Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyekwisha kutupatia upatanisho. Neno la Bwana. Kwetu ni mbinguni na kutoka mbinguni atakuja Mwokozi, Bwana Yesu Kristo tunayemtazamia. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule alipoyaona makundi ya watu, Yesu alipanda juu ya mlima, akaketi na wafuasi wake wakamjia. Naye akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho,
maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio na huzuni, maana hao watatulizwa. Heri walio wapole, maana hao watairithi nchi. Heri walio na njaa na kiu ya uadilifu, maana hao watashibishwa. Heri walio na huruma, maana hao watapata huruma. Heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri wanaodhulumiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watu wakiwatukana na kuwadhulumu na kuwasingizia vibaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini, shangilieni, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu wa Kristo, leo tunaadhimisha kumbukumbu ya siku ya nafsi za kipekee ya kuwaombea marehemu. Hii ni siku iliyotengwa kwa ajili yetu kuwakumbuka na kuwaombea wapendwa wetu ambao wamekwenda kwa ajili ya malipo yao ya milele na ambao kwa sasa wako katika hali ya utakaso unaoendelea katika maisha yao ya kiroho. Tunasali kwa hii misa kwa ajili ya wafu, kwa sababu katika imani zetu za kimapokeo na za kidini tunaamini kwamba nafsi haifi, na tunawaombea wafu waliotutangulia. Tunawaombea wafu kwa sababu wafu walikuwa wanadamu na wanadamu kama sisi waliofanya dhambi. Kwa hiyo mafundisho yetu ya Kikristo yanatufundisha kwamba hakuna kitu najisi kitakachoingia mbinguni. Na hiyo ndiyo msimamo na mafundisho ya kanisa letu. Ati tukiwa wakosefu hatuwezi kamwe kujumuika pamoja na Mungu katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu tumejinajisi maisha yetu na tustahili kuwa pamoja na yeye. Pia Biblia inatufundisha kwamba hata mwenye haki ana dhambi mara 7, mwenye haki ana dhambi mara 7 kwa siku. Hata wewe na mimi tunatenda makosa na tunajiingiza kwa dhambi mara nyingi kwa siku. Na hawa ndugu zetu ambao tunawaombea, hawa marehemu, waliishi kama sisi. Tujiweke katika hali yao, tukitafakari jinsi tunavyokosa kila siku, makosa na dhambi ambayo inatufanya sisi tuishi maisha isiyopendeza Mwenyezi Mungu, na ambaye pia inazuia neema za Mungu katika maisha yetu na baraka zake kuendeleza maisha yetu kama Wakristo na wana wa Mungu. Na hapo basi, kama sisi tunakosa mara nyingi kwa siku, makosa mengine ambayo sisi wenyewe tunapangia kutenda, na mengine tunatenda kwa kushawishiwa, mengine bila kujua, haya yote ndiyo tunajiweka siku ya leo kuona ya kwamba wandugu zetu ambao wamekufa waliishi maisha hayo na wastahili kuwa katika ufalme wa mbinguni. Wale ambao waliishi maisha kama sisi wakakufa,
na mioyo yao zikawa toharani, mahali pa kusafishwa dhambi zao, na kwa huruma ya Mwenyezi Mungu na sala zetu na misa ambazo sisi tumewasomea, ili Mungu awasamehe dhambi zao. Ndiposa tulisherekea jana watakatifu wote, ati ni wale binadamu na Wakristo kama sisi waliokuwa wenye dhambi, walipokufa katika dhambi, mioyo yao zikawa toharani, na mahali ambapo katika purgatorio, mahali walisafishwa dhambi zao, na sala zetu na waamini wote waliowajua, ili wafanya Mungu awaonyeshe upendo wa Baba na kuwahurumia dhambi zao na kuwafungulia katika ufalme wa mbinguni. Leo tunaomba ati mioyo ya wengi wa watu ambao sisi tumeishi na wao, wametutumikia na wametusaidia katika maisha yetu, wengi wao wako katika hali isiyo ya utakatifu. Ndiposa tunaalikwa na Mama Kanisa siku ya leo kuunganisha sala zetu, hii misa ambazo tumetoa kwa niaba yao, ili waweze kuhurumia dhambi zao, wasamewe na funguliwe mlango ya kuishi pamoja na Mungu na watakatifu katika ufalme wa mbinguni. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Ayubu linatufundisha jinsi Ayubu licha ya mateso yake anatangaza imani yake ya kudumu katika mkombozi wa haki ujao, ambaye atasimama duniani na ambaye hatimaye atamuona Mungu katika mwili wake mwenyewe kwa njia ya kiroho walipokufa na sisi tutakapokufa. Hapo basi ni kueleza ya kwamba ukiingia katika hukumu mbele ya Mwenyezi Mungu baada ya kifo, kama hawa ndugu zetu ambao tunaombea leo, unajua walikuwa wakosefu, na kwa imani hawakuishi imani kwa matendo mema. Na hapo basi kama Ayubu tunamlilia Mungu kwa sala zetu na kwa hii misa, ili wasamewe dhambi zao na wafunguliwe mlango kujumuika pamoja na Mungu na watakatifu mbinguni. Kifungo hiki kinaangazia imani isiyo yumbayumba ya Ayubu, ambaye sisi pia tunapaswa kuiga. Mateso Ayubu alipitia haikuweza kumkatisha imani, na ndiyo ujasiri ambayo wewe na mimi tunaalikwa kuzingatia katika majaribio, katika mateso kama vile Ayubu. Tusije tukasaliti imani yetu na kuingia katika hali ambayo siyo ya kimungu. Na katika Injili Mathayo anasisitiza ya kwamba ni wale tu ambao wanaheri ndio wataweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Na hapo tumeelezwa ya kwamba ni wale wenye mioyo safi. Na kama tuna dhambi, hatuna mioyo safi, na stahili kuingia mbinguni. Ni sawa na hao ndugu zetu ambao tunaombea. Tunaomba tukijua ya kwamba wengine wao hawakuishi maisha vyema, na ni jukumu letu kuwasaidia wanapoomba msamaha kwa Mungu, ili sala zetu pia isikike, ati sisi ni waombezi wao ili wahurumiwe. Na pia ati wengine wao hawakuishi kwa amani na upendo bila masharti, na kwa sababu ya ukosefu ya hawa kuishi kwa amani na upendo, ndiposa Injili anatueleza ya kwamba heri wale ambao wanapenda amani, ndio wale tu wataweza kuirithi ufalme wa mbinguni. Na ni heri wale ambao wanawapenda Mungu na
na kuwapenda wengine bila masharti, ndio pia watakuwa na heri ya kuirithi ufalme wa mbinguni. Mathayo pia anasisitiza ya kwamba kuna wengi wanadhulumiwa, wengine waligandamizwa, wengine walinyanyaswa, na kwa hali hiyo huenda ikawa hawakustahimili hayo yote kwa imani, na pengine walianza pia kulipiza maovu kwa maovu. Na hapo ndio tunafundishwa na Mathayo ya kwamba heri wale wanakubali mateso, dhuluma na kuangamizwa, lakini wanabaki wakiwa imara kwa imani bila kuzingatia kulipa kwa maovu. Na hawa ndio wataweza kuirithi ufalme wa mbinguni. Na pia tunajua kuishi kwa haki na kutenda haki sio rahisi. Ndio mara nyingi kuna sababu mengi ya kuishi maisha ya kugandamiza wengine au kutendea mambo isiyo ya haki. Na hapo ndio tunaelezwa ya kwamba kama hawa ndugu zetu hawakuwa watu wa haki, hawajarithi ufalme wa mbinguni. Na ni jukumu letu kujifunza kwa hayo na kuwaombea ili kweli wapate heri ya haki katika ufalme wa mbinguni, na hukumu Mungu atawatendea iwe ya haki, ya huruma na ya upendo wa Baba kwa watoto wake waliokosa kuishi kwa haki. Katika somo la pili tumesikia Paulo alivyoandikia Warumi, anatufundisha kwamba usalama wa tumaini la muamini hautegemezwi na juhudi za kibinadamu, bali katika upendo wa Mungu unaomiminiwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, ambaye hutupatanisha na Mungu kwa kifo cha Kristo na kutuhakikishia wokovu wetu kupitia maisha yake. Na kwa sababu tulikuwa bado wenye dhambi na maadui wa Mungu, dhabihu ya Kristo inathibitisha upendo wake na kufanya upatanisho wetu uwe hakika, unaoongoza kwenye amani na furaha katika Mungu. Hapo basi Paulo anasisitiza kwa Warumi na kwa sisi, na tukukumbusha kwamba wengine huenda ikawa ndugu zetu marehemu hawakuzingatia kuishi vile alivyoandikia Warumi na kuwafundisha. Hati maisha yao ilienda kinyume ya imani waliofundishwa, na pia hawakuishi kama wafuasi wema, na hawakuwa watu wa upendo kwa Mungu na kwa wenzao. Na hapo basi hawana budi kumlilia Mungu msamaha, na sisi hatuna sababu ya kukataa kuwaombea ili kwa makosa waliotenda upendo wako waonyesha kwa Mungu na kwa wenzao walipokuwa hapa duniani. Ati Mungu kwa sala zetu iwasaidie kuhurumiwa na waweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Kanisa, ndugu wa Kristo, linatufundisha kwamba kuna mahali au hali ya utakaso iitwayo purgatorio. Ati kama yule Mkristo mwema au mtu yule yote aliyetenda maadili mema au kuishi maisha mema hapa duniani, roho yake inapitia katika hiyo hali ya utakaso. Na hapo basi sisi tunaamini wale wa ndugu zetu na jamaa wetu na wachungaji wetu na wafadhili wetu ambao waliishi maisha mema na wametakaswa katika hali yao ya dhambi wako pamoja na Mungu. Lakini kilio chetu na sala zetu na hii misa ambayo tunatoa ni kwa ajili ya wale hawajasamewa dhambi zao, mioyo yao bado, roho zao
bado siko pagotorio, mahali sinahitajika kutakaswa, ndiposa waweze kupata kufunguliwa mlango wa kuingia mbinguni. Na basi wewe na mimi tuna jukumu gani kuwasaidia waingie katika ufalme wa mbinguni? Kuna jukumu na mahitaji ambayo tunapaswa kuwasaidia. Ya kwanza ni kuwaombea. Mimi nafurahi wengi waliona siku hii ya leo na wakaandika majina ya jamaa wao au watu ambao waliwajua na waliwasaidia katika maisha, na ndiyo kwa hii misa tunawakumbuka. Na mimi najua pia wengi wetu tunafahamu watu wetu wengi ambao wanastahili sala. Wewe na mimi hatujui kama kweli wameingia mbinguni, lakini tunatumaini ya kwamba walikuwa wakosefu, wanahitaji utakaso. Na kwa sababu hiyo ndio sala zetu ni muhimu kuwaombea. Na hii tukumbushe sisi ya kwamba kuwaombea marehemu ni jukumu letu kila siku. Na ndiyo katika misa, kila sehemu ya misa kuna sehemu ya kuwakumbuka marehemu. Na kwa njia ya kipekee kuna sehemu ya sisi kuombea watu wetu misa, ili padri aweze au askofu aweze kuwaombea kwa njia ya kipekee kwa hiyo misa. Jambo la pili ni kuwaombea misa ili waweze kweli kuona ya kwamba baada ya kuwaombea na kuwakumbuka kwa sala zetu, ya pili ni kuwaombea misa ili misa hiyo iwe kwa ajili yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu walishiriki na sisi misa, lakini kwa yale yote tulishuhudia na kushiriki na wao, huenda ikawa hawakuweza kuzingatia kuishi kwa matendo mema. Na kwa sababu hiyo misa ndiyo sala ya kipekee ambayo sisi tunamlilia Mungu kwa huruma wa Kristo aliyekufa kama sadaka kwa ajili ya kutuokoa sisi ili waweze kuokolewa katika dhambi zao. Ya tatu ni matendo ya huruma. Ati wewe na mimi tumefaidika na maisha ya watu ambao wameaga. Wazazi wetu wametuzaa, wametulea, wametuachia mali zao, lakini huenda ikawa sisi hawajakufunguliwa kuwa mbinguni. Ati tutumie rasilimali ambayo walituachia kutenda matendo mema, kwa sababu wengi tunajua walibarikiwa na Mungu kuwa na wanyama wengi, kuwa na pesa nyingi na mali mengi ya dunia, na walikuwa wachoyo, na wengine walijiingiza kwa anasa, wengine hawakuwa wakarimu kusaidia kanisa la Mungu, lakini mali zao waliowacha hapa duniani walituachia. Na hapa basi funzo ni kwamba matendo ya huruma, tutumie mali zao kuwaombea kwa Mungu kwa ajili ya kuwasaidia wale hawakuwasaidia, ili kwa huruma ya matendo hayo ambayo sisi tunawafanyia kwa mali zao waliotuachia tuirithi, Mungu aweze kuwasamehe dhambi zao. Hiyo ndiyo sababu ya matendo ya huruma. Ati Mungu husamea watu wake kwa matendo ya huruma ambayo tunawatendea wengine ambao wanahitaji. Na tujifunze ya kwamba mali Mungu ametubariki ni kwa manufaa ya kuendeleza maisha yetu, kusaidia kanisa lake kuwaokoe binadamu katika hali yao ya dhambi na upungufu na kuonyesha njia salama. Lakini tunafahamu ya kwamba wengi wamebarikiwa na wengine wetu tumebarikiwa kama wao, lakini tunatumia rasilimali kwa mambo ya anasa na sio kwa mambo ambayo inawaelekeza watu kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo ndiyo hutenda matendo ya huruma kwa mali Mungu ametujalia,
na wale wa ndugu zetu ambao wamekufa walituachia, itaweza kuwasaidia wafunguliwe mlango kuirithi ufalme wa mbinguni. Ndugu wa Kristo, ni jukumu letu kuwaombea marehemu, kuomba misa kwa ajili yao, na hasa zaidi hii misa iwe kwa lengo ya kuwaombea, watendea matendo ya huruma mahali walikosa kuwa wakarimu kwa watu wa Mungu na kwa Mungu na kanisa ya Mwenyezi Mungu walipokuwa wafuasi wa kanisa. Na sisi tujifunze ati sisi njia ya kumfikia Mungu na kupata hukumu jinsi tulivyoishi imani yetu na vile tuliishi maisha yetu kwa njia ya maadili mema ni kifo. Na itukumbushe ya kwamba tutasimama mbele ya Mwenyezi Mungu na roho zetu zitasuiwa purgatorio, mahali zitahitaji utakaso. Na tutakapolilia yeye atusamee dhambi zetu, wenzetu waendelee kutuombea ili sala zao, matendo yao ya huruma na misa watakaotoa kwa ajili ya kutuombea iweze kutufungulia sisi pia njia ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Na sasa tusimame na tutoe sala ya waamini kwa kuombea mahitaji yetu mbalimbali na hasa mahitaji ya ndugu zetu ambao wametutangulia. Ndugu, tumuombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka wafu kwa ajili ya wokovu wa wazima na wafu. Kwa ajili ya Kristo linalofanya kuja hapa duniani, ili wabatizwa wote waimarishwe katika imani yao katika ufufuko, wanapowaombea ndugu zao marehemu. Tuombe. Kwa ajili ya Baba Mtakatifu, maaskofu na waklero wote, ili wajaze Roho wa Kristo mfufuka wanapowaidhibisha ndugu zao katika imani na kuwaongoza karibu na Mungu. Tuombe. Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya jamii za watu ulimwenguni kote, ili ziokolewe kutoka katika uovu wa vita na vurugu na kupewa neema ya kuishi kwa amani na usalama. Tuombe. Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya jamii za watu ulimwenguni kote, ili ziokolewe kutoka katika uovu wa vita na vurugu na kupewa neema ya kuishi kwa amani na usalama. Tuombe. Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya wanaume na wanawake wote wa mapenzi mema walioishi heri za Injili na kutenda wema kwa kila mtu, ili Baba awasamehe dhambi zao na kuwapa tuzo ya uzima wa milele. Tuombe.
Bwana, utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya wanaoomboleza kwa sababu ya kufiwa na mpendwa wao, ili wapokee faraja na nguvu pamoja na sala na msaada wa jumuiya ya Kikristo. Bwana, utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya jamaa na marafiki zetu waliofariki hivi karibuni, ili Mungu awapokee kwenye karamu ya milele katika kusanyiko la watakatifu wote. Tuombe. Bwana, utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya wafadhili wetu, ili Mungu awajalie tuzo ya uzima wa milele na kuwahesabu miongoni mwa watakatifu wake. Tuombe. Bwana, utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya maaskofu, mapadri na mashemasi wetu waliofariki, ili washirikishwe katika liturujia ya mbinguni na kuimba sifa za Mungu milele pamoja na watakatifu wote. Tuombe. Bwana, utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ambao kwa njia ya ubatizo na Ekaristi walipokea mbegu ya uzima wa milele, ili Mungu katika huruma yake awakaribishe katika mwanga wa uso wake. Tuombe. Bwana, utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili yetu sisi sote tuliokusanyika hapa leo kwa imani na ushahidi, ili siku moja Mungu atupokee kwenye ufalme wake kwa utukufu ambapo tutamwona jinsi alivyo. Tuombe. Bwana, utupe maisha mapya katika Kristo. Tusali kwa pamoja kumsihi Mama Maria aombee wandugu zetu ambao wametutangulia kwa sala aliyomwangukia malaika Gabrieli. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako mbarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bwana, tunakuomba dua na maombi yetu yawasaidie watumishi wako marehemu, ili tuwafutie dhambi zao zote, wawashirikishe ukombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amen.
njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinuka kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye wokovu wa ulimwengu, uzima wa wanadamu, ufufuko wa wafu. Kwa njia yake majeshi ya malaika husujudia adama yako, wakifurahi daima na milele mbele ya uso wako. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukishiriki kusema kwa shangwe. Vivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na kawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Fumbo la imani.
Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, ukujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tufadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, amani na wachieni amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani ya Kristo.
uzima wa milele.
wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya ubavu ya Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu nije, niamuru nije kwako, sifa zako niziimbe, na watakatifu wako milele. Amina. Sala ya Jubilei Kuu. Baba uliye mbinguni, imani uliyotujalia kupitia kwa mwanao Yesu Kristo, ndugu yetu na mwali wa upendo, unaowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, liamshe tena ndani yetu tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wenye bidii wa mbegu za Injili zinazofanya ubinadamu. Ulimwengu na uinuke kwa tarajio la uhakika la mbingu mpya na dunia mpya. Wakati kwa nguvu za uovu zikishindwa, utukufu wako udhihirike milele. Neema ya Jubilei iamshe tena ndani yetu mahujaji wa tumaini, wenye kutamani hazina za mbinguni. Umimina juu ya dunia yote furaha na amani ya mkombozi wetu. Kwako Mungu milele milele, usifiwe na utukuzwe milele na milele. Amina.
tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo atakayetengeneza mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Bwana, wasidishie watumishi wako marehemu huruma yako kwa ajili ya sadaka hii iliyoipokea. Katika ubatizo uliwapa neema yako, na sasa wape furaha kamili ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Kristo tumaini letu. Nasimama hapa kwa niaba ya Finance Council. Hasa kabla sijaendelea, tulikuwa na sadaka la pili la kuweza kuboost mavuno ya hii mwaka. Karibuni kwa kipindi. Jambo muhimu na hii sadaka pia ambayo tunaweza kufanya ni kuweza kuboost our mavuno day na hasa family day. Kwa halmashauri ambayo tumeweza kuwa na mkutano, tumeona jumuiya na vikundi wako chini sana, na mara mingi tumeachia jumuiya na vikundi waweze kushikilia kanisa, na inakuwa iko ngumu sana. So tutakuwa na sadaka la pili kila Sunday, ili wenye hawafikii kwa majumuiya ama kwa vikundi waweze kuleta hapa. So ni vizuri tuweze kujua, si hilo tu kusidikisha yetu ya 50 na 100, mavuno yako ama family day yako ilete hapa kwa hiki kikapu na itaweza kuhesabiwa na zile zingine. Mungu ni mwema. Jambo la pili, kuna nigusia tu hapo bado kwa mavuno day na mavuno na family day. Wenye wako kwa majumuiya ni vizuri tuweze kujumuika na wale wengine. Tumenote kuna majumuiya washirika hawaendi sasa kwa sababu bio ya mavuno na family day pesa ya kutolea imekuwa. Tunaomba venye tu unapotelea jumuiya, naye Mungu asiondoe uso mbele yako, si ndio? So ni vizuri tuweze kushirikiana sisi wote tuweze kujenga kanisa. Jambo la pili ni mambo ya fungu la 10. Imekuwa ikiteremka kwa kila mwezi.
mwezi wa Oktoba tuliweza kuokota 133,500. So vitabu tuliweza kurudisha venye zilikuwa, tuliondoa mambo ya bahasha. So bado ambao hawajaweza kupata vitabu tuweze kupata kwa katekista vitabu za 10% ili at least tuweze kushikilia kanisa. Na sadaka naye mwezi jana tulikuwa na 249,430. Hiyo ni kuonyeshana kwa kila Sunday tuko na average ya 62,61,000. Na bado iko chini sana. Kuna wakati tulifika 75,000 na pa Sunday, saizi tunaona tumerudi 60, kuna wakati hata tumeenda 40 something. So lakini jambo ambalo linaweza kusababisha hii ile kazi kubwa ambayo tunafanya na hapa ni kuhesabu 20 na shilingi 10. Hata wakati yenye watoto ni wachache sana, bado 20 na shilingi 10 iko chini, iko mingi sana. So tunajiuliza, hata siku hizi hata ukipea mtoto 20 anunue kitu anakuangalia vibaya, mbona yeye unaletea Mungu hiyo? Shilingi 50 hata hainunui mkate ambao mnakula ya dakika 5 kwa meza. Lakini tunaleta 50 iwe kama sadaka kwa wiki mzima. Mimi nitauliza Wakristo wapendwa, tuweze kuangalia hasa pande ya sadaka na coins. Kwa halmashauri tulikuwa tuna suggest at least mtoto wacha apewe at least 50 ikiwezekana. Youth at least watoke kwa 20 waende kwa 100 kama itawezekana. Kwa njia moja ama ile nyingine, sisi kama wazazi tufikishe 200. Hii kanisa kujenga ni sisi. Hakuna wadhamini ambao wengine tunataka. Wadhamini ni wewe na mimi. Ili tuweze kuendeleza kazi ya Mungu na hasa tusikuje kuona kazi ikiharibika tulikuwa tunaangalia kwa macho. Tumenote siku hizi hata mapadri wetu hasa wenye tunaenda kanisa ya Roikas unakuta saizi wanakuja misa miguu. Padri kitabu atoke kwake anaenda akiangalia nyuma akisikia ngurumo ya pikipiki ili aweze kupewa lift. Akigoja hapo anagoja bado lift nyingine arudishwe. Wadhamini ni sisi. So ni vizuri tu tuweze kuangalia hayo hasa kwa matoleo kwa sababu tumekuwa huko chini sana. La mwisho, hii mavuno unajua inaparticipatiwa na zone ya prison. Ni vizuri hao wengine waweza kujitayarisha. Tunapokuwa na mkutano ya mwisho ya kufunga mwaka, tutaweza kupeana utaratibu na mwongozo yenye tutaweza kufuata kutoka mwaka ujao. Mungu ni mwema kila wakati. Asante na kubariki. Mungu ni mwema kila wakati. Karibuni kwa matangazo. Wale wataongoza misa Jumapili ijayo, misa ya kwanza St. Monica, misa ya pili Yasa, misa ya tatu St. Kizito. Watu wote wenye shida ya macho wanatangaziwa daktari wa macho watakuwa kwa Catholic Dispensary siku ya Jumatatu na Jumanne, tarehe 3 na 4. Bado tunaendelea kukumbushwa siku zetu za Family Day na mavuno zinakaribia. Kwa hivyo tunaomba kujaribu kuendelea kujitayarisha. Sadaka. Cathedral misa ya kwanza 13,905. Misa ya pili na ya tatu 28,165. Kanisa la Loikas 9,095. Kanisa la Town 13,395. Kanisa la Loruko 2,785. Kanisa la Shabaha 1,795. Kwa jumla 69,140. Catholic Action wote wanatangaziwa watakuwa na misa ya shukrani siku ya Jumamosi tarehe 8 saa 4 asubuhi hapa Cathedral. Baada ya misa watatembelea askofu. Watakuwa pia na wageni kutoka Nyahururu Diocese. Baada ya misa ya kwanza wakutane kwa hall ya town. Wakristo wote wanaoishi katika eneo la Yare wanakumbushwa kukutana leo saa 9 kamili Samburu Park.
Tunawafahamisha jumuiya zifuatazo: St. Matthew, St. Mathias Mlumba, St. Michael, St. John ya kuwa misa yao ilikuwa hii wiki, lakini sababu mapadre wetu watakuwa kwa retreat, basi hivyo hizo misa zao hazitakuwa. Jumapili ijayo tutakuwa na misa hospitalini saa 9 kamili, itaongozwa na St. Cecilia Choir. Jumapili ijayo ni siku ya kurudisha kadi za fungu la 10. Wale viongozi wa majumuiya wako kwa misa wakujie fomu za registration ya watoto wadogo ya ubatizo baada ya misa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ya kwanza hii wiki ambayo tumeanza leo, mapadri wote wanaenda kwa retreat kwa siku 5, na baada ya kurudi makatekista wote katika jimbo watakuwa na retreat kwa matarehe kwa wiki ambayo wamefundishwa. Na baada ya hapo, na hii ni kwa hii mwezi wa 12 tutakuwa na mkutano ya viongozi na wachungaji wote katika jimbo, padri wote ambao wanafanya katika hii jimbo, wale wanasimamia shule zetu na hospitali, na hiyo vingine wakilishi wa vikundi zote, na hayo itafanywa hii mwaka kwa njia ya kipekee. Itakuwa evaluation baada ya kazi kwa miaka 3. Itakuwa viongozi katika parokia au kwa maparokia zetu zote 2023, na mwaka kesho tutafanya tena uchaguzi ya viongozi. Na sasa hawa ninaandaa barua ya kualika, na yale watakuja evaluation ya mahali wamesimamia. Wale wako kwa parokia, kila viongozi watakuja na ripoti zao, vyama ripoti zao, shule, hospitali na kila sehemu. Itakuwa evaluation kwa sababu nimekuwa mtumishi wenu kwa miaka 3. Na nimeshuhudia mambo kadhaa ambayo nataka kuongea na hao viongozi tuamue jimbo ni ya nani. Sababu nimeandika mabarua asitimizi. Tumefanya restructuring kuhakikisha tunayo watu ambao wataweza kusaidia kutumikia sisi vyema. Tumegundua hasikuzingatiwa. Michango hatuwajibiki, na jina la askofu inatumiwa vibaya, ati yeye ndio anahitaji pesa. Na sasa wakati huo ndio mimi nataka report na maparokia na kila mahali watajulisha, na mimi pia nitajulisha kazi yote nimefanya katika hii jimbo kwa miaka 3.
Hapo ndio tutaamua jinsi askofu anahitajika kuwatumikia. Na pia wakati huo ndio mimi nataka kuelezwa kama jimbo ni langu. Nipigie makofi. Kwa sababu kama jimbo ni askofu, mimi nitakubali kwa sababu ni mali yangu. Lakini kama ni kwa sisi wote, nitahitaji kuelezwa kwa nini watu wengi wanasusia ujenzi wa jimbo na parokia na kasi Kingoni, na wanatumia jina la askofu ndio anashurutisha watu kupea pesa. Na pesa ambayo mmekuwa mkitoa kusaidia jimbo kwa sadaka 10%, kwa family day, orodha iko, hakuna ndururu haijahesabiwa. Siku hiyo ndio itaeleza. Na kwa sababu nyinyi wengi hamtakuwa pale, uzuri pia tumefufua redio, ndio hii iko online, sivyo? Siku hiyo ya reports nitaamurisha it will be live. Ndio nitakapoamua mwelekeo ya jimbo, hakuna yeyote atasema jambo hakusikia. Mwisho, leo tumeombea marehemu. Jukumu letu pia ni kutembelea makaburi na kutoa heshima yetu kwa wafu. Sasa basi, kama haikupangiliwa, sababu sijasikia kama imetangazwa, pia jukumu kupitia makaburi kwa niaba ya watu ambao wamekufa, ambao pengine wamezikwa mbali na mahali wewe yupo. Na makaburi wa kanisa letu hapa, kwa niaba ya watu wetu, jitahidi siku ya leo isiishe bila kupitia huko kuombea na kutoa heshima kwa watu. Tusimame tupokee baraka kwa kila sehemu, tutaitikia amina. Mungu wa faraja yote awabariki, yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani alimuumba binadamu, na kwa ufufuko wa mwanaye pekee amewapa waamini tumaini la kufufuka. Na sisi tulio hai, Mungu atujalie msamaha ya dhambi, na marehemu yote wajalie mahali ya mwanga na amani. Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alifufuka kweli katika wafu, tujaliwe kuishi kwa furaha pamoja naye bila mwisho. Baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ashukie na kukaa nanyi daima. Misa yetu imekwisha, twendeni na amani kumpenda na kumtumikia Mungu. Muwe na wiki yenye baraka. Asante na kwako pia.